Baada ya kuweza kukuletea kisa ambacho jana kiliweza kuhusika hapa kupitia YouTube channel yetu ya Kasako Media kuhusiana na issue nzima ambayo inaendelea katika familia ya marehemu Mr. Ibu, mmoja kati ya mwigizaji mkubwa ambaye alifanya makubwa sana katika tasnia ya filamu pale nchini Nigeria. Hapa namzungumzia Mr. Ibu. Jina lake anakwenda kwa jina la Johnny Okafor. Sasa jana hapa tuliweza kukupa moja kati ya video ambayo ilipostiwa na mtoto wa 4 wa marehemu Mr. Ibu. Huyo anakwenda kwa jina la Somtochukwu Okafor, ambaye alimtuhumu mama yake kuweza kutumia fedha vibaya zilizopatikana kutokana na mauzo ya mali za marehemu baba yake Mr. Ibu. Na mama yake alikuja katika moja kati ya interview, na katika hiyo moja kati ya interview ambayo alifanya na moja kati ya mwandishi wa habari mkubwa kutoka nchini Nigeria, alisema kuhusiana na issue nzima ya changamoto ambazo familia ya Mr. Ibu muda huu inazipitia mpaka kufikia time ya kukosa pesa ya kuweza kukidhi mahitaji ya familia kama umeme, maji na mambo mengineo. Sasa mtoto wake akaja hapo akaweza kumtuhumu mama yake. Sasa baada ya video ya mtoto wa Mr. Ibu kumtuhumu mke wa marehemu Mr. Ibu kutumia mali za familia vibaya pamoja na kuuza mali pasipo kuweza kuwashirikisha watoto wa marehemu Mr. Ibu, mke wa marehemu Mr. Ibu huyo anakwenda kwa jina la Stella Maris Okafor amekuja tena katika moja kati ya interview ambayo amefanyiwa siku ya jana, ambayo pia imeenda viral kinoma noma, akijibu madai hayo katika mahojiano mengine na moja kati ya mtangazaji mkubwa. Mke wa marehemu Mr. Ibu alisema taarifa hizo zilizotolewa na mtoto wake si za kweli. Alifafanua kuwa mali pekee iliyouzwa ilikuwa ni kipande cha kiwanja cha ardhi kilichokuwa kijijini, na kwamba uamuzi huo wa kuuza ardhi hiyo ulifanyika kwa makubaliano ya pamoja kati yake na baadhi ya watoto wa marehemu. Kwa mujibu wake, ardhi hiyo iliuzwa kwa kiasi cha naira milioni 17 ambazo ukizileta katika pesa ya kibongobongo ni takribani shilingi milioni 32 za Kitanzania. Na pia alisema fedha hizo zilitumika kugharamikia mazishi ya marehemu Mr. Ibu. Pia mke wa marehemu Stella Maris aliendelea kwa kusema kuwa fedha nyingine alizopokea wakati wa mazishi zilikuwa ni kiasi cha naira 500,000 ambazo ukizileta kwa pesa ya kibongobongo ni takribani milioni 9.5. Pia katika mahojiano hayo, mke wa marehemu Stella Maris pia alitoa madai yaliyowashangaza wengi, akisema kuwa wakati wote wa ndoa yao kati yake yeye na marehemu Mr. Ibu hakuwahi kumweleza kwamba alikuwa ameoa hapo awali au alikuwa na watoto kutoka kwa mwanamke mwingine. Pia alieleza kuwa hata baada ya ndoa yake marehemu Mr. Ibu alimpa mimba mwanamke mwingine ambaye baadaye alijifungua mapacha. Kama hujapata time ya kuweza kuiona hii hapa video kwa kupitia mitandao ya kijamii, basi tenga time yako kwa ajili ya kuweza kuitazama hii hapa. You are the husband of a widow. You are the husband of a widow. I did not do anybody any wrong. So many lies have been fabricated against me. Show them your alerts. How much have they supported you guys? 7.5 million. So how much did you have in your account before? No, there was no money. There was no money. So right now, you guys donated 7.5 million naira for her. I'm saying thank you for the money you sent because of the kids. Thank you so much. I want you guys to get something straight. I only came to help because the neighbor reached out to me on WhatsApp and said, the family of Mr. Ibu, their children are suffering. They live in my estate, right? And the first time I saw them was 2 days ago, Abi. Yeah. And even when I came, I still sent them money, 100,000 naira. God bear me witness. Before that, do you have my number? She doesn't even have my number. When I asked you, this is Mr. Ibu's only. That's it, ladies and gentlemen, Dani ya Kasako Media. Mimi naitwa Kelvin KO, Daddy, father of 6 babies. Endelea kuweza kusubscribe, endelea kuweza kufuatilia YouTube channel yetu Kasako Media kwa ajili ya kuweza kuwa ni moja kati ya mtu ambaye unapata updates ambazo zina drop right here man. Lakini pia naomba tu nikwambie kuhusiana na issue zima ya utaratibu wa burudani. Tukutane kila siku ndani ya Selfie kuanzia kitaa kile pale cha saa 7 kamili mpaka mida fulani vimibovu. Daddy, father of 6 babies, say what?